Leo tutazungumzia habari za Injili. Mpe Bwana makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Shauku ya Yesu ni kuambia watu muda umefika sasa tusimame tukapige Injili. Haleluya. Injili ni neno ambalo ni la Kiarabu ambalo linatokea kwenye asili ya Kiebrania. Waebrania Injili wanaita evangelion. Evangelion. Walatini wao wanaita evangelium. Alafu Wafaransa ambao Kifaransa kimetokea kwenye Latini, wao wanaita evangile. Waingereza wanaita gospel. Haya malugha yote, neno hili Injili lina maana ya habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili linachukua maana ya habari njema katika lugha zote hizi. Sasa basi, Warumi ametudanganya. Waraka wa Paulo kwa Warumi kuna kutudanganya kidogo. Ukisoma Warumi mstari wa kwanza sura ya 16, neno la Mungu linatuonyesha vile ambavyo Injili ni nguvu au ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Nataka nieleweke kidogo watu wa Mungu. Unajua mara nyingi tunapata changamoto, tunakutana na watu ambao ni wajanja. Mtu unasema ya kwamba Injili ni habari njema. Mbona Warumi nasema kwamba Injili ni nguvu ya Mungu au uwezo wa Mungu letao wokovu kwa watu wote? Hebu soma hiyo Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 nasemaje? Neno la Mungu linasema kwa maana sionei haya Injili. Sionei haya Injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu. Kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Uletao wokovu kwa kila aminiye. Kwa kila aminiye. Kwa Myahudi kwanza. Kwa Wayahudi kwanza na kwa Myunani pia. Na kwa Myunani pia. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Injili ni habari njema. Huku Warumi anatuambia ni nguvu ya Mungu iletao wokovu kwa watu wote. Pamekaaje hapa? Nataka niseme kwamba maana ni ile ile. Bwana asifiwe. Maana ni ile ile. Hebu soma Korinto ya kwanza. Maana ni ile ile, tupate kuona nguvu ya Mungu ni nini. Huu uwezo wa Mungu ambao unaleta wokovu kwa watu wote ni nini? Sura ya kwanza mstari wa 23 hadi 24 nasemaje? Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23. Bali sisi tunamhubiri Kristo. Tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo. Kwa Wayahudi kwanza, na kwa Wayunani ni upuzi. Na kwa Wayunani ni upuzi, Bali kwao waitwa Wayahudi. Bali kwao waitwa Wayahudi. Kwa Wayunani ni Kristo. Hebu rudia tena, anza upya. Bali sisi tunamhubiri Kristo. Tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo. Kwa Wayahudi ni kikwazo. Na kwa Wayunani ni upuzi. Na kwa Wayunani ni upuzi. Bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo. Ni Kristo. Endelea 24 nasemaje? Nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Ni Kristo ambaye ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Na hekima ya nani? Ya Mungu. Kwa tunapozungumzia Injili ni habari za Kristo. Habari njema ni habari za Kristo. Na tunaposema habari za Kristo ni lazima tupanue. Pamoja na kwamba wanatheolojia wao wamelimiti ya kwamba tunapozungumzia Injili ni kule kufa na kufufuka kwa Kristo. Lakini nasema ya kwamba hapana, Injili ni maisha ya Kristo. Ni habari za Kristo. Hiyo ndio habari njema kwetu sisi wa Kristo. Tunaposikia habari za Kristo, tunaita hizo ndizo habari njema. Uniambie ya Yesu, ni yafahamu kweli. Maneno yake matamu yenye samani. Tunapozungumzia habari njema kwa Mkristo ni habari za Yesu Kristo. Na tunapozungumzia habari za Yesu Kristo, kuna kuzaliwa, kuna kazi zake na kuna kifo chake. Ndiyo maana ya vitabu vya Injili vinaitwa vitabu vya Injili, kwa sababu vinazungumzia maisha ya Yesu.
Ukisoma Mathayo, Marko, Luka, Yohana, vitabu hivi vinne vinasimama kwenye sifa ya injili kwa sababu vinazungumzia maisha ya Yesu Kristo. Ndio maana mistari au habari hizi zinapatikana katika vitabu hivi vinne. Bwana asifiwe. Vitabu hivi vinakuwa na mistari inayofanana. Vinakuwa na mistari inayofanana kwa sababu vinazungumzia maisha ya Kristo, kufa kwake, kuzaliwa kwake na kazi alizozifanya hapa chini ya jua. Mwimbaji akasema Yesu alipozaliwa waliimba mbinguni. Alianzia hapo. Mungu atukuzwe juu, amani duniani. Ubeti wa pili unasema hivi, njaa aliona nyikani. Sawa? Njaa aliona nyikani, siku 40, alijaribiwa sana, Baba akayasha. Bwana asifiwe sana. Tunapozungumzia habari za Yesu, ni lazima tuone umuhimu wa kuzaliwa kwake, tuone umuhimu wa kazi alizozifanya, na tuone umuhimu wa kufa na kufufuka kwake. Hiyo ndio injili kamili. Bwana asifiwe sana. Mambo ya muhimu ambayo unatakiwa kuyafahamu, mtu wa Mungu. Jambo la kwanza, fahamu ya kwamba injili inawahusu watu wote. Injili si kwa mchungaji tu, si kwa wainjilisti tu, si kwa manabii tu, si kwa mitume tu. Kama uliokoka ukamwamini Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, injili inakuhusu. Wakristo wengi wamefika mahala wanakunja mikono, wanawaachia watu wengine kazi ya kuinjilisha. Mungu anasema injili inamhusu kila aliyemwamini Kristo. Injili inakuhusu. Bwana asifiwe. Huwa ninaongeza injili ya 5 ambao ni maisha ya Mkristo. Injili ziko 4, lakini mimi huwa naongeza injili ya 5 ambao ni maisha nani? Ya Kristo. Paulo akasema si mimi ninaishi, bali ni nani? Ni Kristo ndani yangu. Bwana asifiwe. Maisha yako wewe ni injili tosha. Una uwezo wa kumhubiri mtu hata bila kufungua Biblia. Kwa namna unavyoishi na watu, mtu ana nafasi ya kuona akasema huyu mtu kwa kweli anamwamini Yesu. Petro akaulizwa, mbona kama tunakuona na fanana wa watu? Akakataa. Akapiga hatua. Mwingine akasema hapana, wewe ni kama wale watu. Akakataa. Watatu akasema hivi, mbona hata usemi wake ni kama watu wa Yesu? Sema amina. Mtu lazima anapokuona anatakiwa muone Kristo ndani yako. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Maisha yetu sisi ni maisha ya Kristo. Tunamuonesha Kristo. Unapopita ni Kristo. Jiulize, maneno yako yanamtambulisha Kristo? Tembea yako inamtambulisha Kristo? Namna yako ya kuishi inamtambulisha Kristo? Tufike sehemu tufahamu ya kwamba na sisi maisha yetu ni injili tosha. Bwana asifiwe. Tena mtu mmoja akaniambia, mtumishi, tuweke kwanza Biblia pembeni. Unanifahamu vizuri? Huyo unaweka na X. Ulipobatizwa pale, uliacha yote wapi? Ukaamka na maisha mapya ambao ni maisha ya Kristo. Muda wa kuweka Biblia pembeni haupo. Ili waoneshe watu picha ya asili yako, huo muda haupo. Wewe maisha yako yote yanatakiwa muoneshe Kristo, yamtangaze Kristo. Kusema kwako, kunena kwako, kuwasaidia watu, kutembea kwako, kumfanane Kristo. Maana wewe ni injili tosha. Kwenye Mathayo, Marko, Luka, Yohana, ongeza na maisha yako ya kwamba pia ni injili tosha. Unapokuwa uko ndani peke yako bila mtu, unapokuwa uko ndani bila watu wakalangalala, una uhakika unamwakilisha Kristo au la? Bwana asifiwe sana. Jambo la pili la msingi, Mungu anakudai. Nikifika hapa hata machozi yananitoka kuona vile ambavyo Wakristo wengi tuko kwenye distraction. Tunazubaa. Tunasahau ya kwamba Mungu anatudai.
Mtu una miaka 20 umeokoka, una miaka 30 umeokoka, hata mtu mmoja hujawahi kumwokoa, kumpa habari za Kristo. Unafikiri nini? Mtu una miaka 50 na unaweza ukasema na miaka 50 ya wokovu. Katika miaka 50 ya wokovu wako, nini ambacho Mungu atasema ya kwamba alipata kutoka kwako? Umempa Mungu nini? Wakristo leo wanafurahia watu kutokuwepo kanisani. Walikuwepo wangapi? Walikuwepo 20. Asante. Na watafika mpaka 10. Mtu aliyeokoka anazungumza neno kama hili. Ni hatari kubwa sana kwa Wakristo. Kazi ya kujaza kanisa sio kazi ya mchungaji, ni kazi yetu. Hao wanaojaa kwa kina Mamposa, kwa kina nani, hawajazwi na Mamposa. Wale watu wanaokwenda kusali ndio wanaotangaza habari za Mamposa. Hao wanaosali kwa hawa manabii na mitume, wale watu wanaosali pale ndio wanaotangaza habari za manabii na mitume. Mtu anamvuta, twende shosti kwa gharama zote, sulete watu kwa Kristo. Viti viko wazi, angalia viko wazi. Unafikiri ni kazi ya nani? Uinjili haimuhusu mtu mmoja, inawahusu wote waliomwamini Kristo. Acha tusome maandiko ili upate kunielewa, mtu wa Mungu. Acha tusome maandiko. Acha tusome maandiko. Hebu tusomee Mathayo 25:14 hadi 32 nasemaje? Mathayo 25:14. Ila anza na Warumi ili iwe rahisi. Warumi 7:4. Warumi 7:4. Neno la Mungu linasema, Warumi sura ya 7 mstari wa 4. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mmeifia torati. Mmeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo. Mpate kuwa mali ya mwingine. Yeye aliyefufuka katika wafu. Kusudi tumzalie Mungu. Kusudi ni kufanyaje? Tumzalie Mungu matunda. Tumzalie Mungu matunda. Bwana asifiwe. Amen. Kati ya majukumu ya muhimu ya Mkristo, jukumu namba 1 baada ya kuokoka ni kuwa na maisha ya ibada. Na baada ya kuwa na maisha ya ibada, jukumu namba 2 ni kuhakikisha kwamba unamzalia Mungu matunda. Unafanya nini hapa? Letea Mungu watu. Hiyo ndio kazi yako ya msingi. Pambana walete watu kwa Kristo. Pambana utangaze neno la Mungu. Unafanya nini hapa? Soma sasa ile 25:14-32 Mathayo. Neno la Mungu linasema, na liseme, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Yes. Aliwaita watumwa wake. Akaweka kwao mali zake. Yes. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Unaweza kaishia hapo. Tutasoma tukiwa nyumbani. Tunatembea na muda. Bwana asifiwe sana. Hao watu walipewa mmoja talanta 5, mwingine akapewa talanta 2, mwingine talanta ngapi? 1. Nataka niseme hivi, watu wa Mungu, katika maisha yetu hatutakaa tukafanana hata siku moja. Kila mmoja Mungu atampa sawasawa na uwezo wake. Narudia tena. Kuna watu tunajisumbua sana. Nataka nimfanane Mheshimiwa Bugomola. Hapa hauwezi kumfanana. Kila mmoja anapewa sawasawa na nini? Na uwezo wake. Nataka nimfanane Mzee Mshokela. Hauwezi kumfanana. Kila mmoja anapewa sawasawa na nini? Na uwezo wake. Lakini kila ambacho Mungu amekupa, anataka kupitia hicho uhubiri injili. Kuna watu hapa Mungu amewapa nafasi, ni wakurugenzi. Una watu kwenye ofisi zako, wanaweza wakakutii. Weka ratiba ya ibada kwao. Weka ratiba ya neno kwao. Hata dakika 30 au 20 utakuwa umepiga hatua kubwa. Mungu amekupa sura nzuri, unaitumia kuangusha waume wa watu. Tumia sura yako kuwahubiri watu injili. Tulishuhudia watu waliokoka kwa sababu walimpenda mtu. Nimependwa na sura yako, nimekupenda sana. Akasema umenipenda. Sina mtu ndio, lakini natamani uokoke. Bwana akaokoka na leo anamtumikia Bwana. Wewe sura yako unaitumia kwa faida gani? Mungu amekupa fedha. Pesa hiyo inatakiwa fanye kazi kwa ajili ya kumtukuza Kristo. Ilete watu kwa Kristo. Wewe pesa zako zinafanya kazi gani?
Tumia nafasi zetu tulizo nazo kuhakikisha kwamba tunamuingizia Kristo faida, sio kumpotezea. Kama mbinguni imeandikwa ya kwamba mtu mmoja akiamini, Mungu anabadilisha ratiba zake zote, anatengeneza sherehe. Hakuna muujiza kuzidi huu, haupo. Muujiza wako wa kubarikiwa hauwezi kubadilisha ratiba mbinguni, ila muujiza wa wokovu unabadilisha ratiba. Mungu anabadilisha ratiba, anasema malaika, funga kila kitu. Kuna mtu ameokoka, piga sherehe hapa. Sasa can you imagine upande wa pili umechangia kumangusha mtu akarudi mavumbini, kwako wewe ni msiba. Kama umechangia kuwarudisha watu nyuma, kwako wewe ni msiba. Watu wa Mungu, tufike sehemu tupambanie sana kuhakikisha kwamba tunahubiri injili. Na kuhakikishia nafasi aliyokupa Mungu itumie kuhubiri injili. Nafasi aliyokupa Bwana itumie kuhubiri nini? Injili. Mletee Bwana matunda. Mungu anakudai. Mungu anakudai.